and not of evil. I welcome you especially wherever you are to join with me this morning. The Bible says in the book of Jeremiah 29 and verse 11, "For I know the plans that I have concerning you. They are plans of good and not of evil, to give you a hope and a future. And that future is an expected end. An end that you expect, an end that you are set out to achieve. And God is a partner with you." The Bible says, "Unto us the Lord is a present help in the time of need." Therefore this morning I come unto you to share the message with you wherever you are. I want you to know in Ecclesiastes 9:11, "I returned and saw under the sun that the race is not to the swift." So the swift cannot boast that they are the ones who are going to win in the race. There are people who are not that swift, but they win. There are people that do not win, and yet they are swifter than those who win. Nor the battle to the strong. There are strong nations and strong people that go out thinking that they are going to win simply because they are strong. But they go out and they are defeated. They go out and they are not able to win. They cannot deliver the win. Everybody can see that these two boxers, one of them is stronger than the other, but is still being defeated in the ring. Why? Because it is time and chance that happens to them all. And you see it in the end of this verse. The Bible says, "Neither yet bread to the wise." So there are wise people that are not able to put bread at the table. They are not able to provide. They are not able to get. They are not able to receive the fruit of their labor. They are wise. They are an A student in school, and yet out there they are not able to deliver bread unto the table for them to enjoy the life that God has given unto them. Nor yet riches to men of understanding. So riches are also not a preserve. They are not a reserve for the wise, for the men of understanding. Nor yet favor to men of skill. But what happens? But time and chance happens to them all. I want you to understand, child of God, God has sent me to you to declare to you that today it will be the day of your time and the day of your chance. I want you to understand that God is not a respecter of persons. In every nation, in every place, in every tribe, in every location, all the people that fear him and work righteousness, he is well pleased with them. And so wherever you are, child of God, I want you to know that God loves you so much and is willing to walk with you, is willing to help you so that your time and your chance does not evade you. Even the wisest of men can miss bread. Even the men of understanding, they can miss their opportunity to meet with their riches. Even those who are swift, they can fail to win in the race. Even those who are strong can fail to win the battle, but time and chance happens to them all. And I pray today that your time and your chance is going to come and stand, and you are going to be a partaker of the blessing of God, not because you are strong, not because you are swift, not because you are a man of understanding or a man of skill, but because your time and your chance has come. In fact, Kiswahili inasema bali bahati na wakati uwatendekea wote. I pray that bahati yako isimame leo. Ninaomba ya kwamba leo unapotembea, unapoelekea kazini, unapoenda kwenye shughuli zako za biashara, katika siku ya leo ya kwamba bahati yako itasimama na wala haitaondolewa kwako na mtu yeyote. Ningalipenda uelewe, mtu wa Mungu, ya kwamba Mungu amenituma kwako nikwambie ya kwamba bahati yako ipo. Inawezekana jana umepata mikosi na balaa,
lakini leo bahati yako ipo. Imeandikwa katika neno lake Bwana ya kwamba weeping may endure for a night, but joy comes in the morning, and this is the morning unto you. I want you to know that your joy has come. It is written that joy comes in the morning, and today I want you to know, Mark, I want you to know that your joy is come, because God is not a respecter of persons. In all nations, kila mtu ambaye anatenda haki na ambaye anampenda Bwana, Mungu anapendezwa naye. Ningalipenda uelewe mtu wa Mungu asubuhi ya leo, popote ulipo na kwenye shughuli zako za kawaida ambazo unaenda kushughulika asubuhi ya leo, nataka uelewe ya kwamba Mungu adhiakiwi, na Mungu sio yule wa kupendeza wanadamu. Yeye ni Mungu peke yake, na amenituma kwako nikwambie kwamba mpango alionao kwa ajili ya maisha yako haujabadilika hata kidogo. Bahati yako na chanzi yako ipo mpaka leo. Unapoelekea kwenye biashara, hebu liitie jina lake Bwana. Unapoelekea kazini kwako, hebu liitie jina lake Bwana, na utamuona. Bahati yako itasimama leo. Utamuona Mungu kwenye siku ya leo. Mpango wake Bwana ni mpango wa wema, atakutunukia neema. Utamuona unapotoka na unapoingia. Ningalipenda nikubariki na baraka za kutoka. Imeandikwa ya kwamba I will bless you when you go out and when you come in, and therefore I want to declare your blessing of coming in and your blessing of going out. Even if you don't have a job, I want you to step out and God is going to bless you. Mark, God bless you from Nyeri. God is favoring you today, and there is a newness that is coming your way. Katika jina la Yesu Kristo, ningalipenda watu wa Mungu tuombe pamoja. Dakika hizi ambazo Bwana ametupatia ni dakika za kuomba, ili time yako na chance yako isikupotelee, ili bahati yako isikupotelee, ili usiende kutafuta kule ambako hazipatikani, ili wachawi na waganga wa kienyeji na wote ambao wanatumia mazingaombwe na mashetani wanapoamkia siku ya leo, wao wafilisike wao, lakini wewe ufanikiwe kwenye maisha yako, wewe upate nafasi yako leo. Imeandikwa ya kwamba anayevunja ukuta, nyoka ataingilia pale na amuume yeye, achimbaye shimo ataingia mwenyewe. Wachawi wakati wao umefika mwisho, wanapokuchimbia mashimo hautaingia tena. Yesu ako tayari kushika mkono. Anapokushika mkono wako Yesu, mashimo yao hautaingia ndani, bali utawaona kwa macho yako wakiingia wao wenyewe kwenye mashimo waliochimba. Na asubuhi ya leo nimetumwa na Bwana nikwambie, biashara yako inaweza ikashika tena, kazi ya mikono yako inaweza ikatulia tena, unaweza ukapata amani kazini, unaweza ukapata amani kwenye ndoa yako, unaweza ukapata amani kwenye biashara. Inawezekana na itawezekana. Hivyo asubuhi ya leo kutoka kanisani mahali hapa ninazungumza sauti ya Bwana kwako. Ningalipenda uelewe ya kwamba Yesu ameshuka ili akutetee na ili akushike mkono, mpango wake uweze kutimia kwenye maisha yako. Na kwa hivyo asubuhi ya leo unapojiandaa kufanya mambo na shughuli za leo, Mungu amenituma kwako ya kwamba niseme na wewe, na Mungu amenituma katikati yetu hapa ili mambo yetu yaweze kubadilika, madhabahu ya shetani yaweze kukomeshwa, nguvu za giza ziweze kuyeyuka, na Yesu aweze kuinua watu wake. Kama wewe ni mtu wa Mungu naye nisikiliza, ningalipenda uelewe wakati wako wa kutoka umefika, wakati wa watoto wako wa kufanikiwa umefika, wakati wa biashara yako kuanza kuzalisha faida umefika. Ningalipenda tuombe na wewe. Amini Mungu ukiwa pale ulipo, na tuweze kuomba asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya wanao walioko mahali mbalimbali. Ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo, walio karibu hapa na walio mbali, ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo asubuhi ya leo. Ninawatangazia wema wako leo Bwana. Ninawatangazia kwamba the plan that you have concerning their life is a plan of good and not of evil, to give them a hope and a future, Jehovah God. Hivyo ninawatangazia leo ya kwamba mpango mwema ulio nao Bwana utaenda kutimia kwenye maisha yao. Ninafunga kila mipango yote ya ibilisi, kila scheming zote za mashetani, scheming za waganga na wachawi kinyume na watu wako hawa, ninazifunga kwa jina la Yesu.
inasambaratisha wachawi wote, inafyeka nguvu zote za uganga na ushirikina. Inaachilia uwezo wako leo. Bahati zao wale ambao wanaiba bahati za wengine, inawafunga kwa jina la Yesu Kristo. Na leo ninaachilia bahati za watu wako leo zikapate kufanya kazi kwenye maisha yao. Imeandikwa ya kwamba bahati na wakati watendekea wote. Hivyo ninatangaza bahati juu ya maisha ya watu wako ikasimame kwenye siku ya leo. Bahati ya kupata faida yao ikafike siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Jehova, inaachilia uwezo wako ndani ya chanzi yao, ya kwamba chanzi zao hazitaondolewa na yeyote, bali wao watakuona katika jina la Yesu Kristo. Hebu nisikilize ndugu mpendwa, mahali ulipo. Kuna wakati ambao mchawi mmoja wa nyumbani alikuwa ameamua ya kwamba hakuna atakayefanikiwa kwenye boma, hakuna atakayefaulu. Akamuua mama yangu mzazi, lakini miaka 12 ilipotimia, Yesu akanitokea. Huyu Yesu ambaye ninamhubiri ni Yesu ambaye ninamjua, ni Yesu ambaye ameniokolea familia, ameniponya watu wangu, ameingia kwenye familia na tukaanza kuona msaada wake. Ningalipenda uelewe ya kwamba Yesu aliponitokea miaka 7 nikabishana naye, nikawa ninaona kama Yesu hawezi, nikajaribu waganga nikakuta hawezi, biashara zangu zikaharibika, maisha yangu yakaharibika, nikapotelea kule Tanzania, nikawa sina namna ya kurudi nyumbani. Miaka ikapita nikiwa na matatizo, lakini siku moja Yesu akanitokea tena nikiwa miaka 19. Yesu akanitokea tena kwa muda wa masaa 2, tukaongea naye, akanituma akaniambia ya kwamba nimesikia kilio cha watu wangu na nimekutuma ili ukaweze kuwakomboa kutokana na maisha yale ambao wamefinyiliwa kwa jina la Yesu Kristo. Enda kwa nguvu zile ambazo nimekupatia na utawakomboa watu wale. Ndio maana bana yetu iliyoko hapa juu imeandikwa, Mungu amesikia kilio chako. Hayo ni maneno ambayo yalitoka kinywa cha Bwana, na yeyote ambaye ananisikiliza, kilio chako kimefika mwisho. Bwana amekushika mkono. Niliporejea nyumbani, wale wachawi ambao walikuwa wamenikimbiza miaka yote hiyo, karibu miaka 20 ya kuwakimbia, wakawa ndio wao wakati wao wa kukimbia, nikawakimbiza wao, kama vile ambavyo Daudi alivyokimbiza dubu na simba na Goliath akamuua. Ndivyo ilivyofanyika kwa wale wachawi. Leo tunaongea na wewe, wamenyamaza fiti 6 chini ya ardhi, kwa maana imeandikwa usiruhusu mchawi aishi. Nimeona maandiko yale yakitimia kikamilifu wakati ambao unayatumia ukiwa na mamlaka ya Yesu, ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Usitumie jina la Yesu ukiwa hauna Yesu kwenye moyo wako. Mashetani yatakupiga kama wana wa Skefa ambao walienda wakaambia mashetani, toka kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Mashetani yakauliza, Paulo tunamjua na Yesu tunamjua, nyinyi ni akina nani? Ndio maana unaomba, unasoma Biblia, unaenda kanisani, ukienda kupiga mashetani au kupigana vita vya maisha, mashetani yanakaa kana kwamba yanakuuliza, wewe ni nani? Paulo tunamjua na Yesu tunamjua, wewe ni nani? Lazima upokee Yesu kwanza, na kisha baada ya kumpokea Yesu utakuwa na mamlaka ambao hayafanani na mamlaka ya wanadamu duniani. Ningalipenda uelewe ya kwamba ukiwa na Yesu ndani yako, wachawi hawakuwezi, waganga hawakuwezi, wenye mazingaombwe hawakuwezi, wafunga majini hawakuwezi, watu wa mizimu hawakuwezi, kwa sababu Yesu ndiye top ya mambo yote. Ningalipenda asubuhi ya leo umpokee Yesu kwenye moyo wako, kisha nikuonyeshe namna ya kuomba na kuyashinda mashetani yote na nguvu zote za giza, na magonjwa yako unaweza pona leo. Dakika hii unaweza ukapona magonjwa yote, magonjwa yaliyo na tiba na yasiyo na tiba yana uponyaji. Nimesema tena, magonjwa yasiyo na tiba na yaliyo na tiba, yote kwa Yesu yana uponyaji. Kwa hivyo asubuhi ya leo mpokee Yesu kwenye moyo wako, utamkomesha shetani ukimpokea Yesu. Lakini ukiwa na kanisa lako nzuri, unaweza kuwa una kanisa yako nzuri, lakini kama hauna Yesu, mashetani yatasherehekea juu yako, yatakupiga, utashindwa namna ya kutokea.
Hebu sema maneno haya nyuma yangu, umpokee Yesu ndani ya maisha yako, na kisha nitakuombea baraka, na utashangaa namna ambavyo Bwana ataanza kutenda kwenye maisha yako. He will do valiantly in you because you have become a mighty man of valor. Let us pray. Omba maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu Mwokozi, nisamehe dhambi na makosa. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Ingia ndani yangu, ufanye makao pamoja nami. Asante Yesu kwa kuniokoa. Sema amen. Hivyo ndivyo tunavyookoka. Tunampokea Yesu kwenye maisha yetu, na maisha yetu yanaanza mabadiliko kutoka pale. Wacha nikuombee kwa jina la Yesu Kristo. Inatangaza baraka za Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Natangaza baraka za Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nazitangaza juu yako kwa jina la Yesu. Natangaza baraka za Roho Mtakatifu juu yako. Inatangaza upako wa Bwana juu yako. Inakemea kila mashetani ya kiukoo, mizimu ya kwenu, mashetani yale ambao yanakupinga usije ukapata mema kwenye maisha. Inayafunga kwa jina la Yesu. Inaachilia mema ya maisha juu yako. Inakutangazia baraka kuanzia leo. Unapotoka ubarikiwe, unapoingia ubarikiwe, mjini ukabarikiwe, mashambani ukabarikiwe. Wasio na kazi, hebu tuamini pamoja leo utapata kitu cha kufanya. Utapata kazi yako au biashara yako, kwa maana Yesu yupo tayari kutenda maajabu leo. Hebu kama hauna kazi, simama mahali ulipo. Simama tu hapo ulipo. Hebu natuamini pamoja. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, inaachilia nguvu zako kwa huyu mpendwa ambaye ana kazi. Inaachilia akili za kimbinguni juu yake, ya kwamba atazalisha kazi kwenye siku ya leo. Inamfungulia mlango wa kupata jambo la kufanya kwenye siku ya leo itakayomletea mapato. Kwa jina la Yesu Kristo, inaomba na kuamini mapato yako yameanza kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia leo nimetangaza neema ya Bwana juu yako. Hebu enenda kwa imani hii, na utaona Mungu akikupatia kazi. Miaka mingi iliyopita nilikuwa kwenye mji wa Arusha, Tanzania, na nilikuwa sina kazi. Nimeng'ang'ana, nimejaribu mpaka waganga imeshindikana. Nikakaa mahali kando ya barabara na nikawa nauliza Mungu maswali. Nilipofika kwenye nyumba yangu nikauliza Mungu, kama wewe hupo, si unipe kazi basi. Kesho yake nilikuwa na kazi nyingi za kuchagua. Nikakaa chini, nikachambua zile kazi, nikaamua ile kazi ambayo ninahitaji kwa wakati ule, na nilipoenda nikaipata. Hata wewe itakuwa hivyo kwako. Bwana Yesu atakuonekania. Utaona mkono wake leo. Utaona vile ambavyo atakushindania, kwa maana umeanza siku na yeye. Utamuona kwa njia ya ajabu. God bless you so much, na akutendee wema. Na wakaribisha hapa kanisani. Hapa mahali ambapo unasikia sauti hii, tuko kanisani Kamiti Road, hapa Nairobi, sehemu ambayo inaitwa Maziwa. Hapa ndipo ambapo tunamuona Mungu kwa njia ya ajabu. Tumeanza mjengo mkubwa kama unavyoona, and the devil can do nothing about it, kwa sababu Mungu lazima atukuzwe mahali hapa. Na kuna watu ambao Mungu ameniambia, amenituma hapa kwa ajili yao. Wewe ni mmoja wao, na kukaribisha especially marafiki zangu ambao ni Wanduthi pale, majirani wetu walioko hapa karibu. Ninawakaribisha sana kwenye ibada zetu. Leo ni siku ya Alhamisi, na tunakuwa na ibada jioni saa 11 ya jioni. Tutakuwa na ibada mpaka saa 1 jioni. Hakikisha kwamba umetujoin katika hii ibada, na Mungu atakubariki. There will be a testimony as you draw near to the Lord. I believe that you are going to see the grace of God in a big way. And so God bless you so much, na watendee mema. Ninaomba ya kwamba nikuone kwenye ibada, na Mungu atakubariki. Namba zangu za simu ziko kwenye bana kubwa unayoiona hapo. Utaweza kuzipiga. Kama unahitaji maombi ni bure. Utakuja na tutakuombea, na Mungu atakutendea wema. God bless you so much, and do you well, na azidi na kukuonekania kwa jina la Yesu Kristo. Asanteni, na Mungu wa neema awe pamoja nanyi. See you tomorrow, even as we continue with this message. You are blessed in Jesus' name. Basi mpendwa, ningalipenda ujue ya kwamba hiyo ndio all the time that we had this morning, hapa mahali ambapo Mungu ametupatia nafasi ya kuweza kumwabudu. Ningalipenda nikwambie hivi mpendwa, ya kwamba Yesu
anakupenda sana mahali popote ambapo unanisikiliza. Na ningalipenda ujue kwamba hata ukiwa mbali hivyo unaweza ukapokea baraka za Mungu kwa njia kubwa. But I also want you to participate in the building that we are building for God in this place. We are raising an altar unto God, and I want to encourage you to give unto the Lord. Usisikilize mtu anakwambia usitoe dhabihu au sadaka kwa sababu anakutafutia umaskini wa siku zijazo. Anybody who is not a giver today, it doesn't matter how much they have today, it will diminish. It will come to nothing. It will go down. They will tend to poverty, because wealth grows wings and it goes to where people are willing to share, where people are willing to communicate with their substance, where people are willing to do the work of God with the money that God has given them. If your money is not working for God, you only have it for a short time. After a short while, it will no longer be your money. It will grow wings and run away to the people that God can use to do his work. But I pray for you that you will be wise enough so that you may have your resources serving God. You may have your money serving God. And therefore, you want to share with us and be a partaker of the blessing of serving God here. I want to give you the number that you can give your offering. If you are being blessed by what the Lord is doing through us, I want you to be a partaker in the house of God that we are building here. And the number is 0724 432 651. Our number is 0724 432 651. If you are calling from outside the country, you remember it will be plus 254 724 432 and 651. Plus 254 724 432 651. And God is going to bless you. If you have a prayer request, if you have you want to SMS something to me, or you want to send your offering through M-Pesa, that is the number. And God bless you so much, and let us continue to serve him. And I love you so much. See you at the top in Jesus' name. Amen and amen. You're blessed. Amen.